Ni tukio muhimu la uwekaji wa jiwe la msingi ya barabara ya Mahonda Pangatupu Bumbwini yenye urefu wa kilomita 11.3 pamoja na daraja la Pangatupu lenye urefu wa mita 100 ikiwa ni sehemu ya shamra ya maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar yenye kauli mbiu isemayo amani na umoja ni msingi wa maendeleo yetu, mapinduzi daima. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu ni ushahidi wa dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye ni daktari wa maendeleo juu ya dhamira yake ya dhati ya kuifungua Zanzibar kupitia uwekezaji mkubwa unaofanyika katika miundombinu ya usafiri kama muhimili wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya awamu ya 8 imeonyesha mafanikio makubwa katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 ikiwa na lengo la kujenga kilomita 196.7 za barabara. Lakini hadi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tayari serikali imeshafanikiwa kujenga zaidi ya kilomita 1084. Tunasema ni mara 5 ya lile lengo lililowekwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kutokana na hayo, tunasema kuwa ni mafanikio makubwa na ni kielelezo kikubwa cha uongozi wenye maono na vitendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, serikali imejipanga kujenga kilomita 800 za barabara za mjini na vijijini, Unguja na Pemba, lakini kujenga madaraja makubwa na barabara za juu ambazo ni flyovers. Lakini pia serikali ina malengo ya kukiunganisha kisiwa cha Tumbatu, kuunganisha barabara kutoka kaskazini kuelekea kusini, yani Nungwi hadi Chwaka. Lakini pia mipango ya serikali kupitia wizara hii ya ujenzi na uchukuzi, tunalenga pia kujenga Terminal 4 katika kiwanja cha kimataifa cha kusafiria cha Abeid Amani Karume, lakini pia kupanua runway ya kiwanja cha Pemba, kujenga uwanja wa ndege wa Nungwi, kukamilisha bandari ya Mpigaduri, lakini pia kujenga bandari ya Kizimkazi pamoja na kuendelea kufanya maboresho makubwa katika bandari yetu ya Malindi. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia napenda kuchukua fursa hii kuwasihi sana wananchi kuacha tabia ya kujenga katika maeneo ya hifadhi ya barabara, yani road reserve. Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi inaendelea kuangalia utaratibu wa kufanya marekebisho ya sheria ili kuongeza eneo la hifadhi ya barabara kutoka sasa mita 15 hadi kufikia mita 25. Hatua hii inalenga kuipa serikali wepesi wakati wa upanuzi wa barabara na kuepusha gharama kubwa za ulipaji wa fidia kwa wananchi ambazo mara nyingi huwa kubwa zaidi kuliko gharama za ujenzi wa barabara zenyewe. Hivyo basi, nawasihi sana wananchi wenzangu kuzingatia sheria na taratibu zilizopo. Wizara kwa kushirikiana na taasisi zake tutaendelea kuchukua hatua dhidi ya wale waliovamia maeneo ya hifadhi za barabara, sambamba na kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya matumizi sahihi ya barabara na miundombinu ambayo inaendelea kutengenezwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kuchukua fursa hii kutoa pongezi. Tunayo, tukipata nafasi Mheshimiwa tutasema, kwa kuwa uwanja huu sio wetu Mheshimiwa, kuna taratibu zake, lakini niseme tunashukuru sana kwa wizara, tunashukuru sana kwenu nyinyi, tunashukuru sana ofisi ya mkuu wa wilaya kwa juhudi zake, lakini tunashukuru sana ofisi ya mkuu wa mkoa, na tunashukuru wananchi kwa kukubali, kwa kuunga mkono, kwa kuwa watulivu na kuyapigia makofi na kuyaombea dua haya mafanikio yaliyopatikana. Mwenyezi Mungu atuzidishie, tuko pamoja, tuna imani na serikali katika ufanisi wake. Tunahakikisha tukifika 2030 tunaona mambo makubwa yatafanyika inshallah. Wananchi, tafadhalini sana epukeni
nong'onongo za fitina, za hasada, za wanaotaka kuvuruga amani ya nchi yetu. Hakuna duniani serikali iliyowapa watu wote nyumba, mchele bure, na serikali ikawapa wananchi wote ajira. Hakuna. Lakini Chama cha Mapinduzi na serikali yake inaangalia wananchi wake. Mheshimiwa Waziri, Bumbwini hiyo watoto walikuwa na watu wazima wakizama hapo darajani, hawendi shule, hakuna lolote linafanyika wakati wa mvua. Leo Bumbwini Mwangapani kutakuwa ndio mji wa Zanzibar. Mheshimiwa Waziri, ule mji mlionao kule utakuwa mji mkongwe. Leo kaskazini kuna bandari ya kimataifa. Leo kaskazini kuna mashule ya magorofa. Ukenda mpaka Tumbatu pale magorofa na mahospitali yake. Tumbatu kuna barabara. Kangatupu Bumbwini kuna barabara ya lami. Mimi mwenyewe leo Mheshimiwa Waziri nimeshangaa. Kuna roundabout kule inaelekea Bumbwini. Jamani, wananchi wa kaskazini, sisi hebu mnaiona? Aidha, niwaombe sana wananchi, kutengeneza miundombinu ni jambo moja. Barabara zetu za lami kiwango cha leo, na naamini sote hatukuwa tukiamini hata kimoja kwamba ziko barabara za ndani feeder roads zitajengwa kwenye kiwango cha lami. Leo serikali yenu ya awamu ya 8 imejitolea kwa nguvu zote kuhakikisha hata zile barabara za ndani nazo pia tunazijenga kwa kiwango cha lami kama walivyotangulia kusema viongozi. Niwaombe sana, kujenga ni hatua moja, lakini hatua ya pili ni kuilinda miundombinu hii ili iweze kudumu kwa muda mrefu sana. Niwaombe sana, miradi hii najua itamaliza na itafikia pahali itamaliza vizuri. Basi wananchi wa mkoa huu wa Kaskazini, Bumbwini na maeneo mengine, tuendelee kuitunza miradi hii ili itusaidie kwa tija yetu kabisa, kwani sote tunafahamu kuwa barabara hizi zina tija kubwa kiuchumi, kiutamaduni, kimaendeleo. Ndugu wananchi, mradi huu leo ambao nimekuja kuwekea jiwe la msingi wa barabara na daraja, tunaamini ni fursa kubwa ya utoaji wa fursa za ajira kiuchumi, kwani tulikuwa naamini tuna ukakasi. Bahati nzuri Bumbwini naijua vizuri sana, kulikuwa na ukakasi wakati mwingine hata kiuchumi. Wananchi wanaofanya biashara kulikuwa kuna ugumu wa kusafirisha mali zao kwa ajili ya kwenda kufanya biashara, lakini tunaamini leo vijana wetu watapata ajira, wakiwemo wa bodaboda na wengine sasa na magari, katika kuona wanasafirisha wananchi. Lakini wale wananchi wa kilimo kutoa bidhaa zao makondeni, mashambani, kuzileta barabarani na hatimaye kuzipeleka mjini kule ambako mwenyekiti wetu amekuwa akisema siku zote. Mwenyekiti wangu najua huwa tunataniana huyu, yeye anafikiri siku zote tena nishakuwa mkuu wa mkoa mjini tu, kwa hiyo anaona sasa magofu ni yangu peke yangu, anasahau kama sasa na kaskazini nayo ni yangu pia. Kwa hiyo tunaamini Zanzibar nzima sasa maendeleo yatatanuka kwa ukubwa wake. Asante sana mwenyekiti. Lakini tunaamini pia itapunguza gharama. Barabara inapokuwa nzuri, inapitika, daraja nzuri, sio ile ya kuvushwa kwa viboti au ubebwe mgongoni panapokuwa na maji ili umpe mtu shilingi 2 au 3, sasa itaondoka. Manake gharama za usafiri sasa, wananchi wetu wa Bumbwini na maeneo mengine kutoka sehemu moja kwenda nyingine itakuwa sasa amepata mwarobaini. Matarajio yetu serikali kuwa itakuwa kichocheo pia kikubwa cha maendeleo kiujumla ya jamii yetu katika eneo hili. Ndugu wananchi, niendelee tena kusema ujenzi wa barabara hii ni nguzo muhimu kwa maendeleo yetu, si tu ya wananchi wa Bumbwini, lakini kama mnavyojua
Kaskazini nayo pia ni eneo kubwa tunalolitarajia kwenye suala la uchumi na utalii kwa ujumla. Kwa hiyo kuwa na barabara nzuri huwa kunaimarisha usafiri wa watu na mazao, lakini huchochea pia biashara, huongeza upatikanaji wa huduma, si tu kwenye suala la elimu, lakini bali afya na mambo mengine. Kwa ujumla, maisha ya wananchi yanazidi kuboreka. Hivyo barabara hii ya kaskazini tuliyoiwekea jiwe la msingi leo inaunganisha kama mlivyosema, kutoka maeneo ya Bububu, Mahonda, Mkokotoni. Sasa imekuwa mambo mazuri kabisa. Hata mwenyekiti wetu wakati anakuja mwenyewe anasema alitaka kupotea hapa. Hii yote ni dhamira njema serikali yenu kuletea maendeleo Unguja na Pemba. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, serikali inatambua sana uwepo wa wananchi ambao, na hili niliseme hapa na niliseme pia, najua kwa niaba ya wizara, tunafahamu kwamba serikali inatambua uwepo wa wananchi ambao mali zao ziliathirika kutokana na ujenzi huu wa barabara. Tunafahamu hilo, lakini nawaomba na nawatia moyo sana, kaeni baridi. Wale ambao wameshalipwa tunawapa pongezi, serikali yenu iko makini kwenye jambo hili, na wale ambao wachache sana wamebakia, serikali inafanya jitihada ya kumaliza. Sitaki kutoa kiwango gani wameshalipwa watu hapa, lakini nasema kwa ujumla tunafahamu wako wachache ambao bado wanahitaji fidia kwenye baadhi ya maeneo. Niwaombe sana muendelee kuwa na subra, serikali yenu iko makini, na nataka niwaambie fedha zenu zipo. Serikali inaendelea kukamilisha utaratibu wa malipo yenu ili kuhakikishia wananchi anayestahiki kulipwa kwa mujibu wa utaratibu atalipwa. Tena hii nasema sio hapa tu, kwa Unguja na Pemba. Serikali yenu inayoongozwa na Daktari Hussein Ali Mwinyi ni serikali rahimu sana, ni serikali inayojali wananchi wake bila kujali dini, bila kujali wapi unatoka, bila kujali rika. As long as wewe una haki yako, basi utapata haki yako. Tuendelee kumwombea dua Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar, Mwenyezi Mungu ampe afya njema na muendeleze siha ya kuongezea pia wananchi maendeleo ndani ya visiwa vyetu.